mtaa bado tuko hapa kuhakikishia kwamba tunakuletea taarifa nzima ambazo kutokana na taharuki kubwa ambayo imezuka huku Tabata Kimanga, ambapo kwenye mtaa wa Darajani inadaiwa kwamba mume amemuua mke wake kwa kipigo na kutoroka na baadaye kupigiwa simu kurudi na kukamatwa na jeshi la polisi, kitu ambacho kilipelekea tukio hilo kuzua taharuki kubwa. Ni mume inadaiwa kwamba alikuwa na ugomvi na mwanamke huyo, na aliporudi wakaja kuzungumza, na baada ya kuzungumza alimshawishi mke wake huyo kuweza kulala hapo ukweni, na usiku huo alitekeleza tukio na kuondoka na kuacha milango ikiwa wazi. Mwanadada huyo aliyofahamika kwa jina la Zainab, ambaye ameacha mtoto mmoja, mazishi yake yanafanyika hapa Tabata kwenye mtaa wa Darajani. Kana mimi uweze kufahamu kila kinachoendelea kwenye mazishi haya. Nyuma ya kamera anaitwa Rafaeli Master. Kwanza ningependa kufahamu jina lako. Mimi naitwa Dr. Jesse Mbako. Ni mkazi wa mtaa wa Darajani ambao unapatikana ndani ya kata ya Kimanga, ndani ya wilaya Ilala. Baada ya kusikia tukio hili la mume anayedaiwa kwamba ametekeleza tukio hili la kumuua mke wake, kama mkazi wa maeneo haya, unalipi la kuzungumza? Ya kuzungumzwa ni mengi, lakini kwanza ni majonzi makubwa, lakini pia inabidi tutambue kwamba sisi kama vijana ambao tuna watoto na tuna wake zetu, inabidi tuwe makini sana kwa sababu stress ama mawazo na vitu vya mfanano huo ni vingi. Taarifa zenyewe jinsi ambavyo kifo hichi kimetokea ulizipata zikisemaje? Taarifa kama ambavyo imetoka ni kwamba kuna mdada ameuawa. Na baada ya kuendelea kuzifuatilia, tulisema tusubiri kwanza vyombo vya dola viweze kutoa taarifa rasmi, kwa sababu hauwezi kujua yaliyopo nyuma ya pazia. Na mpaka sasa taarifa ilivyotoka ni kwamba aliyekuwa mpenzi wake ndiye amehusika na kifo cha binti huyu ama mpenzi wake huyu. Manake alimzuru ama alimnyonga, ndio tafsiri ambayo ya kifo hiki. Pole sana. Shukrani sana. Asante. Hapa tuko na binamu wa marehemu Zainab. Habari yako? Salama. Na pole kwa msiba. Asante, nashukuru. Labda taarifa ya msiba yenyewe ilifikiaje upande wako? Inazungumzaje? Taarifa ya msiba kwanza imenifikia, nilistaajabu, na baada ya kustaajabu nikawa siamini. Ikabidi nianze kuwapigia ndugu wengine kuwauliza juu ya issue hiyo, na wakaniambia namna ambavyo imetokea. Na walisemaje? Wao walisema kwamba shemeji ambaye ndo mume wake na binamu alikuja nyumbani na akawa analazimisha kulala nyumbani. Baada ya kulazimisha kulala nyumbani akafanikiwa kwa hilo, akafanikiwa kulala nyumbani. Alifanikiwa kulala nyumbani usiku, akafanya alichokifanya. Hatuamini sana kwamba alifanya au hajafanya, kwa sababu mamlaka zenyewe zimefanya uchunguzi, na kutokana na sheria zetu za Tanzania, nadhani ni kifungu cha sheria namba 196 cha Penal Code ambavyo kinazungumza, kinasema any person who with malicia forethought cause the death of another person, cause the death of other person who with unlawful act or omission is guilty to murder, ambapo section 197 yenyewe inatoa hukumu ya mtu huyo ambaye amefanya nini, amefanya mauaji, ambayo inasema kwamba the person who caused the death to another person is sentenced to death. Hiyo kwa Kiswahili imekaje? Kwa Kiswahili inamaanisha kwamba mtu yoyote yule ambaye atasababisha kwa akili zake timamu, atasababisha kifo kwa mtu mwingine kwa kitendo ambacho si cha kisheria, aidha kwa kufanya au kwa kutokufanya, basi mtu huyo atahesabika kama mtu ambaye amefanya mauaji, ambapo hiyo ni section 196, ambapo 197 inatoa hukumu kwamba mtu huyo ambaye atafanya tukio hilo basi anapaswa kuhukumiwa kifungo cha kunyongwa, yani asema death, sentence to death. Kwa hiyo sina mengi, mimi nadhani tu Global TV kwanza niwashukuru, na kama ambavyo mmelichukua hili tatizo na kuwaonyesha jamii namna ambavyo limekuwa na lilipofikia, naomba tena sasa tatizo hili mlifanyie, muone mwisho wake. Huyu bwana mwisho wake utakuwa vipi, ili jamii ijue kabisa kwamba yes, ili tukio lilitokea siku fulani na Global lilionyesha, na ili tukio limefikia hatua hii, ili iwe ni funzo kwa watu wengine ambao wanaweza kufanya matukio kama haya. Niwapongeze sana kwa sababu hata ukiingia mtandaoni saizi, yani ni issue ambayo imesambaa na bila nyie singeweza kusambaa. Kwa hiyo nawapongeza na tunawashukuru sana juu ya hili. Kiukweli ni kitu ambacho kimemgusa kila mtu, kimewagusa mpaka watu ambao sio ndugu, na wameguswaje, wameguswa kwa sababu ya Global TV. Niwashukuru sana. Na neno lako la mwisho na marehemu, kama ulipata bahati ya kuongea kabla ya kifo chake, mlizungumza nini?
Kwa bahati mbaya sikufanikiwa kuongea na marehemu, nahisi ni muda zaidi hata ya miezi 2 au 3. Na kama ni kuongea basi unajua tena binamu tutaongea, ni alikuwa mpole. Yaani kiukweli binamu wangu alikuwa mpole sana. Na hata siamini kwamba kama huyo bwana ameamua kufanyia tukio hilo. Yaani hai make sense kwamba inafikiaje hatua mpaka mtu leo hii unamwacha mtoto wako, sababu ana mtoto mmoja, unamwacha mtoto bila mama, wewe baba uko ndani. Yaani unafikiriaje? Kwa hiyo ni vitendo ambavyo tunapaswa kuvikemea. Tunapaswa kuvikemea na kweli tusiwe yani nakosa hata neno la kuongea, kwa sababu mtu unapataje ujasiri wa kumuua binadamu mwenzio ambaye umezaa naye, una mtoto naye. Kwa hiyo neno la mwisho ambalo niliongea naye, nahisi niliongea naye tu ni kabla ya Ramadhani, nimtakia Ramadhani njema, afunge, afanye ibada. Basi nimaliza kuongea naye hivyo, baada hapo ndio imetokea la kumtokea. Muombe kwa Allah amhifadhi na amepushe na adhabu ya kaburi. Na vipi shemeji yako, kama ushawahi kubahatika kukutana naye, kuzungumza naye, alikuwa ni shemeji wa namna gani kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona yuko na dada yako? Kwa bahati mbaya ni mtu ambaye kwa kweli sijawahi kukutana naye. Yaani hiyo ndio bahati mbaya ambayo ninayo, ila baada ya kufanya hilo tukio I wish today or tomorrow nikutane naye. Pole sana. Nashukuru sana. Dr. Merisia Tukai ni mwenyekiti wa UWT wa kata ya Kimanga. Taarifa ya msiba wa Zainab umeipataje? Mimi kwa kweli kama mwenyekiti wa kina mama nimepata taarifa juzi jioni, tukaambiwa kwamba kuna dada amenyongwa na mzazi mwenzake. Kwa hiyo msiba huko mmoja ya mtaa wetu ambao ni mtaa wa Darajani, lakini Chama cha Mapinduzi ni tawi la Muungano. Na baada ya kufika msibani, labda ni kitu gani ambacho umegundua kama mwenyekiti? Kwa kweli jambo ambalo nimegundua ni kwamba ukatili uliotumika sio jambo zuri. Inabidi haya mambo watu wakae pamoja, waweze kuongea na kuweza kusolve matatizo yanayotokea kwenye familia. Hii jambo alilolifanya huyu mzazi mwenzake na huyu dada ni ukatili wa kijinsia ambao sisi kama UWT tunaukemea kwa kiasi kikubwa sana. Kama mnavyojua, kunajua kutoa roho ya mtu sio kitu rahisi, lakini jambo alilofanya huyu baba amekatili maisha ya huyu dada, lakini pia analeta matatizo na atawapa shida watoto walioacha. Inadaiwa kwamba mwanaume huyu alikuja na akashinikiza kulala ukweni na ndipo alitekeleza tukio hilo na baadaye kuondoka bila kuaga. Kama mwanamke, unalipi la kuzungumza na wanawake wenzako ambao labda wanapitia matatizo kama haya, ukorofi, lakini mwisho wa siku wanashawishika na hao ambao ni waume zao au wazazi wenzao? Unajua kama wanavyosema wanawake, sisi tuna roho nyepesi au tuna roho ndogo, lakini pia tuna huruma. Hizi huruma zetu ndo zinatuponza. Kwa hiyo hii huruma ndio imemponza huyu dada marehemu. Kwa sababu yeye alivyoona yule mzazi mwenzake amekuja, nadhani alikuwa anacheza na watoto, yeye akaona ni jambo la kawaida, lakini akashindwa kuvumilia na kustahimili kuweza kumkazia kwamba bwana, wewe unatakiwa uondoke hapa mahali kwa sababu sisi tulishatengana, na pia kutokujua kwamba mwenzake amekuja na ana kichwani kwake ana gia nyingine kwamba ya kutaka kumwangamiza. Hili jambo si jambo jema kabisa. Wanawake inabidi tujifunze sana, tuwe na sisi tuna moyo mgumu wa kuweza kuwaza kwamba tutafanya nini na tufanye nini, na maamuzi yao ya haraka sana. Kwa sehemu ambako unaona kuna matatizo, hasa kwenye matatizo haya ya mapenzi, lazima uanze kuwaza mapema na kujua haya mambo yanatokea ili ni funzo, na mafunzo mengi yametokea sana na tumeyaona. Rai yako kwa wanawake? Mimi kwanza awali ya yote nawatakia mfungo mwema wa Ramadhani kina mama wenzangu, lakini pia tuweze kujituma. Kujituma maana yake ni kwamba kina mama tukishakuwa na kwetu na kipato chetu, sisi jambo letu linaenda vizuri sana. Hutakuwa babaishwi na mwanamume yote. Kwa sababu tunajua sisi sasa hivi Mama Samia Suluhu Hassan rais wetu anatubeba sisi wakina mama na fursa nyingi sana amezeta wakina mama. Hivyo sisi wakina mama inabidi tupambane tuweze kuwa na maisha yetu. Mimi jina langu ni Marius Alphonse. Na tukio hili limetokea kwenye mtaa wako, mwenyekiti, labda baada ya kutokea tukio nini ulifanya na umeliona ni tukio la namna gani? Okay, nirudie tena, mimi jina langu ni Marius Alphonse, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kimanga Darajani, ambayo kimsingi tukio hili ndipo tukio ambapo limetokea. Nakumbuka ilikuwa ni siku 2 zilizopita, tukio hili la kusikitisha kwenye mtaa wetu ambao ni wa Mawenzi, kwenye mtaa wa Darajani, katika barabara hii ya Mawenzi, ilitokea tukio la ajabu sana. Mwili wa
dada mmoja kukutwa ndani asubuhi, majira yale ya asubuhi. Tukio hili kiukweli ni tukio la kusikitisha sana. Lakini baada ya kutokea tukio hili, nilipokea simu kutoka kwa mjumbe wa shina, ambalo kimsingi ndipo ambapo nyumba ambayo imetokea tukio lile ilikuwepo. Sasa mimi baada ya kupokea simu, nakumbuka ilikuwa niko kazini, lakini kwa bahati nzuri niliweza kupata usafiri wa haraka, yani pikipiki, na kuweza kukimbilia katika eneo la tukio. Baada ya kufika katika eneo la tukio, tukawasiliana na polisi, ambapo ilikuwa ni Tabata polisi, ndio kanda yetu ambayo ni ya kiulinzi kwa eneo hili. Hata hivyo tunashukuru polisi walichukua hatua kwa haraka, waliweza kuja na kuweza kuchukua mwili kwa ajili ya hatua nyingine ambazo ziliendelea. Labda niombe tu kitu kimoja. Kwanza kabisa ni watake pole sana familia, ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia na wanamtaa kwa ujumla kwa kumpoteza mwananchi wetu. Lakini pia leo tuko hapa si kama mwenyekiti tu, bali kama mwananchi ambaye anaweza kushiriki masuala kama haya ya kijamii. Niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kuweza kufika kwenye matukio haya, haswa Global TV. Ni tukio hili ambalo ni lazima watu pia waone na wajue kabisa kwamba mtaani yako matukio kama haya, ili ikiwezekana na wengine waweze kuchukua tahadhari na watu wao pamoja na familia zao ndani ya nyumba zao. Sasa baada ya kufanya mazishi ya ndugu yenu Zainab, nini kinaendelea? Baada ya kutoka kule kukabidhiwa mwili, majibu tuliopata kwa tunaiachia serikali ili utakapofanya uchunguzi wake. Tunamshukuru Mungu, tumekabidhiwa mwili, tumemhifadhi ndugu yetu. Hatuna cha ziada zaidi ya kutoa shukrani kwa wote waliotupa faraja na kuwa nao katika hili jambo lilotokea. Na kwa jinsi ambavyo tumeenda kumpumzisha mpendwa wetu, labda kama familia, neno lenu kwa majirani, ndugu, jamaa na marafiki kutokana na tukio hili ambalo limetokea ni lipi? Kwa kweli majirani wote walipokea hili swala kwa uchungu sana, kwa sababu binti yetu hakuwa na mambo mengi. Kwamba tu tunashukuru wameonyesha ushirikiano, kwa sababu sisi tulikuwa hatupo, lakini waliokuwepo walionyesha ushirikiano kuanzia mwanzo wa tukio mpaka tumemaliza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.